Ninataka kuongelea kuhusu jambo fulani ambalo limekuwa ni changamoto sana katika maisha ya kila mtu. Nataka kuzungumzia kwamba hali zote ni za Mungu. Nataka kusoma maandiko katika kitabu cha Mhubiri. Nasoma Mhubiri 3 kuanzia mstari wa kwanza pale. Inasema hivi: kila kitu kina majira yake. Huyo ni Mungu mwenyewe anasema hivi. Kila kitu kiko na majira yake. Hiyo ndio kitu watu wanafaa kuelewa, ambaye imekuwa ni tatizo kubwa sana kwa wanadamu kukosa kukubaliana na hiyo. Kila jambo duniani lina wakati wake. Imekuwa changamoto sana katika maisha ya wengi. Anasema hivi. Kwa mfano anaanza kupeana, kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa kufa. Hiyo yote iko. Kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna kilichopandwa. Naona hiyo maneno? Wakati wa kuua na wakati wa kuponya. Wakati wa kubomoa na kuna wakati wa kujenga. Nasikia vile Mungu anazungumza mwenyewe. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe pamoja. Wakati wa kukumbatiana na wakati wa kuacha kukumbatiana. Wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Wakati wa kuhifadhi na wakati wa kutupa. Wakati wa kurarua na wakati wa kushona. Wakati wa kukaa kimya na wakati wa kuongea. Wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia. Wakati wa vita na wakati wa amani. Kila kitu kina majira yake. Kila jambo duniani liko na wakati wake. Na linatendeka kwa utukufu wa Mungu. Inanifurahisha sana. Inanifurahisha sana. Mungu anasema ya kwamba kila kitu kinachotendeka katika dunia hii kinatendeka kwa wakati wake. Ile ni jambo ambalo limekuwa changamoto. Na katika hii dunia kila kitu kiko na majira yake. Anapeana mifano: wakati wa kulia, wakati wa kucheka. Wakati wa kupoteza, wakati wa kupata. Wakati wa kubomoa, wakati wa kujenga. Lakini sasa nataka kuongelea jambo fulani hapa. Wanadamu wengi chini ya jua hatuko tayari kwa wakati wa kubomoa. Hatuko tayari kwa wakati wa kuua, wakati wa kupoteza. Hatuko tayari kwa wakati wa kuharibu. Hatuko tayari kwa wakati wa kulia. Hizi ni nyakati hatari sana katika maisha ya mwanadamu. Sikia kwanza tena, nataka kurudia mahali pale. Kama kuna wakati mgumu katika maisha ya mwanadamu, ni wakati ambao yale yanayotendeka katika maisha yake hayaambatani na mapenzi yake. Ni wakati mgumu. Unaona, wakati Lazarus alikuwa mgonjwa, dada zake wakatumanishwa aende aitwe Yesu akuje, kwa sababu alikuwa rafiki yake amponye. Walitarajia Yesu awachane na shughuli zote, akimbie mbio aje ashughulike na hiyo hali. Hiyo ndio changamoto ilipatikana mahali pale. Lakini cha kunishangaza ni ya kwamba Yesu hakukuja vile walikuwa wanatarajia. Na wakati hao watu waliona ya kwamba wamemuita Yesu na Yesu hajakuja ile wakati ambao wanatarajia, kwa sababu wanajua ya kwamba Yesu Lazaro alikuwa rafiki yake, walianza kuwa na huzuni mahali walikuwa. Walianza kuwa na huzuni, walianza hata kulaumu, walianza kuhuzunika. Haya ndio mapenzi ambayo walihitaji katika maisha, ya kwamba Yesu akuje bio, awachane na mambo yote, aje ashughulikie
rafiki yake ambaye alikuwa anaitwa Lazaro, ambao walikuwa wamemjua, lakini Yesu naye akatimiza yale ambaye alikuwa anataka. Na ile jambo halikuwafurahisha, kwa sababu Biblia vile imesema ya kwamba kila kitu kiko na majira yake na kinatendeka kwa wakati ambao Mungu amekusudia. Sio wengi ambao wanakubali hili jambo, na haswa wakati mgumu, hapo ndio watu wengi hawataki. Hapo mtakosana na watu, hapo ndio lawama za kulaumu Mungu zitatokea. Mungu atatukanwa, Mungu atachekelewa. Hata kwa wale ambao walikuwa wameamini Mungu, hawako tayari kwa wakati ambao ni mgumu kulingana na mapenzi yao. Unaweza kuwa ni mgumu kulingana na mapenzi yao, lakini ukweli ni huu, sio mgumu kulingana na Mungu, ni utukufu wake. Lazaro kufariki ilikuwa ni wakati mgumu kulingana na mapenzi ya dada zake, lakini kulingana na Mungu ilikuwa ni utukufu. Sasa sikia zile nyakati ambazo watu hawataki. Wakati wa kuzaliwa, kila mtu anafurahia, zawadi zinaletwa, watu wanaongea mambo mazuri, wanabariki. So, wakati wa kukufa hakuna mtu ako tayari. Wale waliokuja yule mtu ambaye amekufa akizaliwa, hao watu wanageuka wakati wa kukufa, wanalaani. Walikuja wakibariki, walikuja wakiinua Mungu, wakiabudu, wakisifu, lakini wakati wa huyu mtu kufa, watu wanalaumu. Watu wanazungumuza mambo mengi wakisema ya kwamba sio Mungu, ni shetani. Wakati alizaliwa hawakusema ni shetani ameleta, lakini wakati wa kukufa ni shetani. Wakati wa kuzaliwa shangwe, wakati wa kukufa laana, wakati wa kukufa ni vituko mingi sana katika maisha ya watu. So hakuna mtu ako tayari kusifu Mungu wakati wa kufa, lakini ako tayari kusifu Mungu wakati wa kuzaliwa. Wakati wa kupanda, wakati wa kuvuna kilichopandwa. Wakati wa kupanda hiyo watu wanafurahia, wakati wa kuvuna kilichopandwa kwa sababu ni faida katika maisha yao, wataendelea kufurahia. Wakati wa kuua na wakati wa kuponya. Sasa wakati wa kuua, nani ako tayari kusifu Mungu na kusema haya yote ni mapenzi ya Mungu? Wakati wa kuua, bwana usitaje Mungu pale. Mungu atajwi. Lakini Mungu anasema kwamba hii yote ni mapenzi yake. Niambie wale watu ambao wana uwezo wa kusifu Mungu wakati wa kuua, wako na uwezo wa kusimama na kukuwa na nia safi na kubariki jina la Mungu wakati wa kuua. Sio wengi. Wakati wa kuua, hapo lawama zote shetani. Hata ukisimama useme ya kwamba ni Mungu, utalaaniwa hata kama ni mtumishi. Wakati wa kubomoa watu hawako tayari, lakini wakati wa kujenga shangwe na vigelegele. Wakati wa kulia, hii ni wakati mgumu. Nani ako tayari kusifu Mungu huu wakati? Huu ni wakati wa kulaumu maadui. Huu ni wakati wa kulaumu na kukashifu. Wakati wa kulia, sio wengi wako tayari. Nasikia vile Mungu anasema, lakini wakati wa kucheka, wakati mambo iko mzuri, pesa iko, kazi inaendelea mzuri, katika familia amani iko, hapo Mungu ainuliwe, tutamsifu, tutamwabudu, tutaenda katika mikesha tukiitoa ushuhuda vile Mungu ni mwema. Lakini wakati wa kulia, jaribu kuzungumzia Mungu pale, utalaaniwa, utatukana vibaya sana. Unasikia hiyo wakati wa kulia watu hawako tayari. Wakati wa kuomboleza watu hawako tayari, lakini wako tayari wakati wa kucheza. Hiyo ni vile Mungu anasema. Wakati wa kutupa mawe because ukitupa mawe itapata mtu, itamuumiza. Sikio linaweza hata pasuka, jicho linaweza pasuka, hata pua linaweza pigwa likapasuka. Hiyo wakati hakuna mtu ako tayari. Lakini hiyo wakati wa kutupa mawe ni Mungu tena ndiye anatupa ile mawe. Watu hawako tayari katika wakati wa kutupa mawe, lakini wako tayari kwa wakati wa kukusanya mawe. Biblia inanifurahisha sana. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kukosa kukumbatia. Hiyo ndio vitu viko katika maisha. Katika maisha, wakati mmeoa bibi anaendelea mzuri, unakaa maisha mazuri, pesa iko, kila kitu iko. Bibi amekuwa mzuri, wewe umekuwa mzuri, basi kuna wakati ambapo unakuja hata katika maisha
Unasikia ulikuwa na posti bibi vile mnapendana kila katika mitandao, bibi ni mzuri, napenda bibi yangu, huyo ndio my sweet, sijui mayakani, sijui nani, baby. Umemuita kila majina, samaki pekee katika lake ya Victoria. Umetafuta hii ndio mlima pekee katika East Africa, dunia mzima. Umemtafutia majina yote maema wakati wa kukumbatia. Lakini nafika mahali yule ambao ulikuwa unamuita ndio sukari yako, ulikuwa unamuita ndio asali yako, ulikuwa unamuita ndio samaki pekee katika ziwa, anakuita wewe ni umbwa, wewe ni mjinga. Anasema hajai ona mwanaume pumbavu kama wewe. Sasa hiyo wakati sio wakati my friend wa mchezo. Sasa hiyo wakati tena hakuna kukumbatiana, hapo ni makofi na mateke na viboko juu. Unaona katika hali ya maisha vile iko. Unaona sasa hapo watu hawako tayari tena. Because tayari ameshaambiwa yeye kwamba yeye ni punda, ameitwa kuwa nguruwe, ameitwa kuwa umbwa, ni mjinga kama mama yake. Sasa hapo hakuna michezo. Hapo nasikia hata mtu amepiga bibi na ameua. Wakati wa kukumbatia alisifu bibi. Ai bwana, katika mitandao ilikuwa tu ni kuposti bibi na bwana na kuposti familia vile wanaendelea. Katika hali zote Mungu yuko pale. Mungu ndiye ametimiza hayo kwa utukufu wake. Haya, kuna wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Hii ni vitu katika maisha. Kuna wakati unatafuta na kuna wakati unapoteza vile vitu ambao ulikuwa umetafuta, lakini yote ni Mungu. Unatafuta vitu, baadaye unapata mwizi amekuja amechukua yote. Lakini katika hiyo hali yote umeibiwa, Mungu lazima atasifiwa. Kuna wakati wa kuhifadhi na wakati wa kutupa. Wakati wa kutupa hakuna mtu akutiari, lakini wakati wa kuhifadhi, hai my friend. Wakati ulikuwa unahifadhi pesa katika akaunti, pesa yako inasoma milioni, mabilioni, matrilioni. Wakati umeamka asubuhi umesikia hiyo banki imekuwa na scandal, hiyo pesa imepotea. My friend, unasema ati pesa nilikuwa nimetupa. Unalaani hiyo bank my friend. Hata mtu akikuja katika maisha yako kukuambia kwamba wachana na hiyo bank, Mungu mwenyewe atatimiza mapenzi yake, hauko tayari. Wakati wa kutupa hakuna mtu ako tayari. Wakati wa kuhifadhi, jina la Mungu libarikiwe. Wakati wa kukaa kimya na wakati wa kuongea. Katika maisha kuna wakati unatulia my friend, na kuna wakati unaongea. Watu wengi hawako tayari wakati wa kukaa kimya, kwa sababu kila wakati wanataka waongee, na vile vitu ambao wanaongea ni kulaumu, ni ile vitu ambao wanaongea ni matusi, vile vitu ambao wanaongea ni hali yote katika maisha ambayo inatokana na kwamba wanadamu ndio wamewafanya wamekosa kufika viwango ambavyo walikuwa wanafaa kufika. Hivyo ndivyo vitu watakuwa wanaongelea. Kuna wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia. Mpendo kumbe hata Mungu anaweka katika maisha wakati wa kuchukia. Nani ako katika maisha na ako tayari wakati wa kuchukia? Na Mungu ndiye amefanya hivyo. Maybe ulikuwa unapenda wanadamu kumuliko, kwa sababu Mungu anasema ya kwamba na yeyote anayependa bibi, anayependa bwana, anayependa wazazi kuniliko mimi, hafai katika ufalme. Uende ulikuwa unapenda mume kuliko Mungu. So Mungu amefika wakati ameweka roho ya kuchukia katika mume, ndio ukamtegemee Mungu sio mume. Unaanza kubilemu, unaanza kulaumu na kutukana, kwa sababu hauko tayari kujifundisha, kwa sababu yote yanayotendeka katika maisha ya mwanadamu ni mambo ya Mungu. Wakati wa vita na wakati wa amani. Ile neno limenifurahisha ya kwamba iko wakati wa vita katika maisha. Hii maisha sio kila wakati ni amani, hapana, kuna wakati wa vita, na hiyo vita ni Mungu ameleta. Kuna mambo Mungu anataka kutufundisha katika hiyo vita, utukufu ukapate kumrudia. Lakini wengi hatuko tayari. Na hii mambo yote ambayo tunapitia katika maisha, unakataa haya maneno ya vita, lakini ni maneno ambayo yapo katika maisha. Unakataa mambo ya kuchukiana, lakini ni mambo ambayo yapo katika maisha. Mungu anataka kutupitisha katika hii training ya hii maisha, tujue kwamba kila kitu kinatendeka katika hii dunia kwa wakati wa Mungu na kinatendeka kwa majira yake. Na yote ni Mungu anatenda. Lakini watu wengi, hii ni jambo ambalo lilifanya bibi Ayubu kukosana na Mungu, kwa sababu bibi Ayubu, wakati Mungu alileta training katika maisha ya familia yao, wapitie ndani wamjue, bibi Ayubu
alianza kupingana na training ya Mungu. Lakini wakati alikuwa anakula, anafurahi, mambo ni mzuri, ng'ombe zake zinaendelea kuzaa, familia yake pesa inaingia, utajiri huko, huyu bibi alikuwa akimsifu Mungu. Lakini wakati Mungu amemletea training ya kumaanisha kwamba mimi nitabakia kuwa Mungu, hata hizo punda zikikosekana, hata hizo ng'ombe zikikosekana, hata watoto wakikosekana, mimi nitabakia kuwa Mungu. Bibi Ayubu hakukuwa tayari kwa hii. Watu wengi wakati mtu ameandikwa kazi, shangwe na vigelegele, tunabariki. Hata yule mwajiri mwenye amekuajiri unambariki, unamuombea. Wacha ufutwe. Wacha ufutwe kazi sasa. Yule ambao ulimbariki unageuka na kumlaani na kumutusi na kumupangia kila kitu ambacho unawaza katika maisha yake ni huyu mtu akufe. Lakini wakati uliingia hapo mahali kazi, ukitafuta kazi, ulipofika pale, ulipiga simu nyumbani ukaambia wazazi nimepata kazi. Wazazi wakasema kwamba tunaomba Mungu aendelee kukubariki, na hata yule ambaye amekuajiri Mungu akubariki ili ukaendelee kupata fedha na kusaidia familia yako. Hiyo wakati uliomba ukabariki huyo mtu, familia yako iliomba ikabariki huyo mtu. Wakati kazi iliisha, wakati mliwachana huyo mtu, angalia ile lawama ambayo uliweka katika huyo mtu. Angalia ile baraka ambayo ulizungumza ya kwanza, ulimaliza aje sasa kwa kumlaani na kwa kumtakia mambo mabaya ili useme ya kwamba ni Mungu anamwadhibu. Wewe unaona mambo katika dunia vile tunaendelea. Angalia wakati ulizaa, ulisifu Mungu, Mungu ni baraka, ni mtoto ni baraka. Lakini wakati huyo mtoto alikufa, wakati huyo mtu alizaliwa akawa mkubwa, akaishi kwa muda fulani akafariki. Hiyo wakati huyo mtu alifariki, je, uliinua Mungu? Je, wakati huyo mtu alifariki, ulisema ni mapenzi ya Mungu? Ulianza kukosana na majirani, ulisema majirani ndio wamemuua. Ulianza kukosana na mama yako na baba yako na ndugu zako, familia mzima, watu wako wote wa ukoo, uliwawekea lawama kusema ya kwamba hao ndio wamehusika katika kifo cha huyo mtu. Lakini wakati alikuja ni Mungu. Sasa huyo Mungu mwenye alimleta ameshindwa kumlinda hata mpaka katika mikono ya wanadamu, viumbe vyake. So viumbe venye Mungu ameumba ndio vinakuja kuangamiza Mungu. Naona wakati ulinunua shamba ukajenga, uliinua Mungu ukasifu, Mungu amekubariki. Lakini wakati ule mjengo wenye ulijenga ulianguka na dhoruba, unasikia wakati dhoruba ilikuja, wakati ngurumo za ardhi zilikuja zikaangusha ile nyumba, ile wakati wa kujenga ulisifu Mungu, hata uliita mchungaji akakuja kuombea nyumba. So wakati dhoruba ilimekuja, wakati ngurumo zimekuja, hiyo nyumba imeanguka, umemsifu Mungu? Hali zote katika maisha lazima tutamsifu Mungu. Mtu asikuje kukuambia kwamba wakati hali inaendelea vile unataka katika maisha kulingana na mapenzi yako, huo ndio wakati utamsifu Mungu. La, kila wakati katika maisha lazima tutasifu Mungu. Wakati umekula umesifu Mungu? Ni umemsifu. Wakati haujakula umemsifu Mungu ama umelaumu Mungu? Umelaumu Mungu. Wakati hauna mahali pa kuishi, mpendwa, unatembea ukiomba Mungu. Wakati umepewa hiyo mahali, unasifu Mungu, unasifu Mungu. Mungu asante kwa hii nyumba, asante kwa hii shamba, asante kwa hii mahali ambayo umenipatia. Vile vitu ambavyo ulibariki Mungu, uliinua Mungu, kasifu, ukatoa ushuhuda hata mpaka kanisani. Sasa wakati Mungu amekuja, ametaka kukufundisha kwamba usitegemee hiyo mali, tegemea yeye. Mali Mungu anaweza toa katika maisha yako, lakini si ya kwamba ati Mungu amekuacha. Familia yako Mungu anaweza chukua, hata watoto, hata chukue mke, hata chukue wazazi wako. Haimaanisha kwamba Mungu amekuacha. Mungu bado yuko pamoja na wewe. Anataka kukufundisha ya kwamba vitu vyote katika maisha sio vya dhamana kumuliko yeye. Kwa sababu unaweza kuwa unaabudu wazazi na Mungu anakuja anachukua wazazi, kukuonesha kwamba yeye ndio mzazi wako, na hakuna siku mzazi wako anaweza kuwa wa maana kuliko Mungu ambaye aliumba huyo mzazi na ambaye amekuumba. Haiwezekani. So, Mungu anatupitisha katika training, Mungu anatupitisha katika mafundisho ili tukapate kujua kwamba kila kitu katika maisha ni Mungu. Lakini wakati tunapitishwa katika hii training, badala ya kujifundisha ni lawama,
Badala ya kujifundisha ni laana, badala ya kujifundisha ni kutukana watu, badala ya kujifundisha sisi tuko pale na ujeuri na kulazimisha mapenzi yetu yatendeke. Mpendwa, nataka nikuambie hali zote katika maisha ni za Mungu. Lakini haswa hali ngumu katika maisha imekuwa ni changamoto hata katika hekalu. Hata katika maisha ya kawaida, katika familia. Katika familia, wakati watu wanaendelea mzuri, familia, wazazi wanalipa school fees, mtu anasoma vizuri, mtoto amefaulu, wacha huyo mtoto baada ya kufaulu akuwe mlevi. Usikie vile anti yake alimroga kwa sababu alikuwa amesoma, ndiye asipate kazi asaidie familia. Utasikia vile majirani na vile marafiki, yule mtu ambaye ametembea katika hiyo bomo wa mwisho ndiye amefanya huyo mtu hivyo. Lawama zote kwa wanadamu. Wakati ambao vitu haviendi kulingana na vile sisi wenyewe tunataka. Nataka nikwambie jambo moja. Yale yote yanayotendeka katika maisha yanaenda kulingana na vile Mungu anataka. Huenda wewe na akili zako unaona ya kwamba haendi hivyo, lakini hivyo ndio vile Mungu amekusudia. Kubali na ujifundishe. Jambo la kwanza ambalo nataka nikuachie katika maisha kabla sijatamatisha huu ujumbe. Kama hautajifundisha katika kila jambo ambalo Mungu anatenda katika maisha yako, itakuwa ngumu wewe kufurahia maisha katika hii dunia. Itakuwa ngumu wewe kuelewa vile Mungu anataka katika hii dunia. Kila kitu ambacho Mungu anatenda kwa wakati wake, anatenda kwa majira yake, anatenda kwa mapenzi yake, anatenda. Ujifundishe. Hii kazi ambayo tunafanya yote ya Injili haijakuja kando na wewe kujifundisha. Lakini Mungu anakuletea masomo, unakataa kujifundisha, unabaki ukitukana huyo Mungu, unabaki ukilaumu huyo Mungu, unabaki ukikashifu, ukichekelea, unabaki ukiingiza mizaha katika Mungu. Baadaye inakuwa kwamba haukuelewa na bado unaendelea kufundishwa. Paka utafika mahali utaelewa, kwa sababu uliza Jona. Jona aliambiwa enda Nineve hubiri Injili. Alijifanya mjeuri, alijifanya mjuaji, alijifanya kwamba ni mkora hata kuliko Mungu. Lakini Mungu akamwambia haina shida, si umekataa kwenda huko, si umepanda hata meli unaenda Tashishi. Mungu alimruhusu hata apande meli, lakini alipokuwa ndani ya meli sekunde tu ilimuonesha kwamba yale yote alikuwa ameyapanga ni upumbavu na hatafika Tashishi. Katika maisha umejipangia mambo kama msomi, umejipangia mambo kama tajiri, umejipangia mambo kama mtumishi wa Mungu. Kuna wengi hata walikuwa wanajipangia, hawakuwa wanauliza Mungu ushauri. Na ni watumishi, manabii, wainjilisti, wachungaji. Wanasema mimi Mungu aliniita, Mungu amenipatia nguvu na uwezo. Hakuna haja hata niulize Mungu kwa nini alinipatia nguvu. Unaanza kuombea mtu ukilazimisha kwamba huyo mtu apone. Na haujauliza Mungu ya kwamba yeye ndiye mponyaji, ako na kusudi gani na huyu mtu. Baada ya kuomba huyo mtu anakufa ukiwa hapo. Unaanza kusema kwamba ni shetani. Aliyemleta katika dunia alikuwa shetani. Kama shetani yako kuleta katika hii dunia, anakuangamiza aje? Ani huyu Mungu mwenye alikuleta katika hii dunia ameshindwa kukulinda. Sisi wenyewe ndio tunajiangamiza kwa kukataa habari za Mungu, sio shetani. Narudia kila siku nikisema kwamba unaposikia shetani, shetani ni nini? Shetani ni mtu kukataa mapenzi ya Mungu, mtu kukataa mafundisho ya Mungu aliyoyakubali kwanza, na Mungu kumuonesha kwamba chenye ulikubali na umekataa lazima utalipia. Sianze kuita shetani ati shetani ni kitu kingine ambacho kinakuja kukumaliza. Kuna bwana, shetani ni wewe mwenyewe kujimaliza. Wewe mwenyewe unakuwa shetani kwa ajili gani? Kwa kukataa mafundisho ya Mungu, kwa kuwa muasi kwa yale uliyoyakubali mwanzo. Wewe mwenyewe unakuwa shetani, sio kulaumu watu. So nataka nikwambie neno moja, mambo yote katika maisha yetu yanatendeka kwa utukufu wa Mungu. Kubaliana na hayo maneno na ukaweze kuishi katika hii dunia ukijua kwamba kila kitu ni mapenzi ya Mungu na kinatendeka kwa wakati ambao unafaa. Na kwa nini Mungu atende hivyo? Anataka ujifundishe. Swali ni moja, yale yote ambayo Mungu ametenda katika maisha yako umejifundisha nini? Ama umebaki ukilaumu? Ukibaki ukilaumu, ule mtihani bado utakuwa unaendelea kurudia katika maisha yako mpaka ujifundishe na utambue Mungu. Uliza Jona, uliza Elia, ulisha watumishi wengine wakina Petro.
Uliza mitume na wanafunzi wa Yesu watakwambia. Unapokosa kupita mtihani hata katika shule, huwa unaenda katika darasa lingine, hauwezi enda mpaka ile siku ambayo utapita mtihani. Wakati Mungu anakufundisha jambo na unajifanya kuwa mjuaji na unaona kwamba umeshinda na Mungu anakuona kwamba haujashinda, lile jambo litaendelea kurudia katika maisha yako mpaka siku ambayo utajifundisha na urudishie Mungu utukufu. Hapo utakuwa umepita mtihani na hapo unalipwa tena kwa kupita mtihani. Vile mwanafunzi huwa analipwa mshahara, amepita mtihani, amesoma, amepata kazi mzuri. Hivyo ndivyo hata kwa Mungu. Wakati Mungu ameleta mtihani na umefaulu, unalipwa. Uliza wakina Meshaki, wakati walipitishwa katika moto, walilipwa Bwana, waliinuliwa katika roho, ulimwengu wa roho, imani, na katika mwili tena wakainuliwa. So, nataka nikwambie, wakati Mungu anakuletea mafundisho na unajifanya kwamba wewe ni mjuaji, uliza Jona tu. Kama una namba ya Jona, nipigie simu, nitakupatia namba ya Jona, umupigie, uulize Jona, atakueleza ya kwamba Mungu anatenda mambo yote kwa wakati wake, kwa majira yake na kwa mapenzi yake, na lazima ujifundishe na ukubaliane nayo, ukuwe unapenda ama haupendi. Hiyo ni kitu ambacho unafaa kujua. Mungu ni Mungu na hakuna mtu anaweza kumkosoa na kumkashifu na kumdharau na kumchukulia na kimchezo. Na maana nikisema hivi, tambua katika maisha siku ya leo ya kwamba hali zote zinazotendeka katika maisha yako ni Mungu anahusika. Wale ambao mnaendelea kufuatilia ujumbe huu katika Facebook, channel ya Facebook ni hiyo Believe Obey. Believe Obey, hiyo ndio channel ya Facebook. Channel ya TikTok, Believe and Obey Jesus Only. Channel ya YouTube ni Believe and Obey the Only True God. Tunapoendelea kuingia katika mitandao zingine, tena tutakupatia zile channel ambazo tutakuwa tunatumia kuhakikisha kwamba injili hii inaenda kusambaa dunia mzima kuliko kila kitu. Na hakuna kitu kitakuja katika hii dunia kuliko injili na kusambaa kuliko injili. Wale ambao mmepokea ujumbe mahali penye mko, mkaendelee kusambaza kwa wale wote ambao hawajaupata, ili tukaendelee kujifundisha na kutimiza mapenzi ya Mungu. Na nyinyi wote ambao mmepokea ujumbe na wale ambao mtaupokea hata baadaye, Mungu awabariki katika roho na wabariki katika mwili kwa utukufu wa jina lake. Amina.